Mpenzi mtazamaji wa Africa TV Swahili, mara tu baada kuwa tumerejea kutoka katika mapumziko hayo mafupi kabisa, kipindi hewani ni kipindi cha fiqhi yaliyojitokeza. Katika kipindi hiki tuko naye Sheikh Abu Hamza. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kuwa tumerejea katika mapumziko, karibu moja kwa moja. Tulikuwa tunazungumzia tulimaliza kuzungumzia utumiaji wa maji ambayo yamekusanywa kisha kukatumiwa kemikali, yakatolewa uchafu, yakawa safi. Pia kuna kuleta utahara wa kutumia mvuke. Hatutumii tena maji. Nguo imechefuka, tukatumia mvuke wa kuisafisha ile nguo. Hii teknolojia hii haikuwepo zama za nyuma, haikuwepo teknolojia hii. Hii ni teknolojia mpya, kwamba nguo imechefuka, zataka kuoshwa, lakini hazioshwi kwa maji. Pengine hata ikitua maji ni maji machache, lakini inarudi ile nguo ikawa safi, kila uchafu ikaondoka. Inatumiwa mvuke pamoja na upepo. Je, nguo hizi ambazo zitasafishwa kihivyo zitatokuwa hukumu gani? Zitakuwa zimekuwa safi au utasema mimi sitoweza kuswali na nguo hii kwa sababu haijaoshwa na maji? Tunaangalia kamba kabisa kule katika vitabu vya awali vile mabadi ulifikihia, tukiwa tunaimba mara nyingi tunahimizwa kunako maji, ni maji, sio? Sasa ndio tukubaliana. Jana tulikuwa tunatumia maji, leo watu wamefikia kwa teknolojia kutumia mvuke wa kusafisha nguo kwa kutumia mvuke. Hakuna tena maji, hatumii maji, lakini na nguo inakuwa safi kwa sababu inaondoka ya madoedoe yale yote, yanaondoka, ule uchafu wote unaondoka, nguo inabaki safi. Sasa nguo hii itakuwa na hukumu gani? Haikutumiwa maji, kumetumiwa gesi, kumetumiwa bukhari, mvuke ule kusafishia nguo ile. Sasa itakuwa vipi? Uchafu umeondoka, nguo imekuwa safi. Tutaweza kuswali nayo nguo ile, na ilikuwa na najisi mwanzo. Hukumu yake itakuwa ni vipi? Hukumu ya kisharia itakuwa ni hukumu gani? Kwa sababu kusafisha najisi ni kwa kitu ambacho ni kusafisha kwa maji. Kuondosha ile aini ya ule uchafu wenyewe ni kuondosha kwa maji. Au kitu chochote kingine ambacho ni tahara, ambacho ni maji nayo kikaondosha, au kitu ambacho ni kigumu kikaje kikaondosha uchafu ule, kama mawe. Zamani ulikuwa uweza ukaenda ukafanya istinja kwa kutumia mawe. Sasa hapa hazikutumika hizi zote, hizi hazikutumika. Hapa kumetumika mvuke, na ile kitu, harufu mbovu imeondoka. Wanazuoni hapa wamekuja na misimamo miwili, lakini msimamo tunauchukua ni ule wa usahali. Msimamo mmoja wanasema kwamba la, hapa ile najisi imeondoshwa ndio, lakini haikuondoshwa kwa maji wala haikuondoshwa kwa kitu kilokuja kikakaruza, lakini athari yake haipo. Hakuna harufu yake, hakuna ladha yake, hakuna rangi yake, kwa sababu najisi ima iwe kuna athari ya rangi yake au ladha yake au harufu yake. Zote hizo zimeondoka. Zimeondoka kwa nini? Kwa ile teknolojia ambayo imetumika. Ni mvuke tu umekuja ukasafisha, kisha kukaja na upepo, ukapitisha upepo ukaondosha zile athari za ule uchafu wote. Wataalamu wamekuwa na kauli mbili. Kauli ya kusema kwamba imekuwa ni safi, na kauli ambayo wamesema, kauli nyingine wasema la, haito kwa safi kwa sababu haikutumika vile ambavyo vilitumika wakati wa nyuma kusafisha. Teknolojia hii nyuma ilikuwepo? Haikuwepo.
Sasa je, tutasemaje hapa? Maana yake hapo inabidi turudi kwenye ijma. Tutarudi Kiasi. Sasa katika kiasi na kuangalia sasa Tutie katika mizani lile lilotakikana hapa ni lipi. Lilotakikana hapa ni usafi. Maji kama yalitumiwa yangelifanya nini? Yangelisafisha. Mvuke ambao umetumiwa pamoja na upepo umefanya nini? Umesafisha. Kwa hivyo hukumu iliyotakikana hapa ni hukumu ya usafi. Ima iwe imepatikana kwa maji au imepatikana kwa mvuke uliotumika hapa. Kwa hivyo vitu vyote viwili, kile kilisafishwa kwa maji kimekuwa safi, hiki kimesafishwa kwa mvuke kimekuwa safi, tutachukua kwamba hukumu imepatikana iliyotakikana na sharia hapa ni kuondoka athari ya ule uchafu. Athari imeondoka. Kwa hivyo hiki kitu ni safi, unaweza kutumia, unaweza kusali nayo, unaweza kuvaa ukaenda pahali popote kwa sababu ni safi. Na hii ni teknolojia ya kisasa. Ndio tukasema kwamba haya ni mambo ambayo yanajitokeza, si mambo ambayo yalikuwepo. Lakini kuwa ni mambo yanajitokeza sio kwamba yaachwe watu wabaki katika haira, wawe hawajui watafanyaje. Ni kwamba haya mambo yanajitokeza, ni lazima tuangalie hukumu ya kisharia juu ya masala haya, kwamba sharia yatizama vipi masala haya. Kwa hivyo ni wazi kuonesha kwamba kuna mambo mengi ambayo yajitokeza katika jamii zetu kulingamana na teknolojia kuendelea za wanadamu, za kusahilisha kufanya mambo. Kila siku tutahitaji kuangalia yapi yanajitokeza na hukumu na sharia nayo inasemaje. Na itakuwa ni kitu bora zaidi kwamba tusitegemee sisi kusikia katika dini yetu. Muislamu anatakikana asome nini? Asome yale mambo ambayo ni ya kimsingi yenye kumsaidia, kumpa yeye kaida ya kuweza kutoa hukumu kwa jambo lingine linalojitokeza. Kwa hivyo tuna umuhimu sisi wa kusoma Qur'ani na kusoma hadithi na kusoma fiqhi na kusoma usulul fiqhi, ili yale mambo ambayo yatajitokeza sisi isiwe kila mara sisi twangojea shekhe atatuambia vipi. Tukisha kuwa na ile kaida ya sharia tumeifahamu vizuri, tutapima kwa mizani ya kisharia. Mizani ya kisharia katika masala haya itasemaje sharia yetu. Kwa hivyo sisi ni muhimu sisi kusoma. Tusije tu tukawa ni watu wa kubaki kazi yetu ni kuuliza tu sisi kila siku kuuliza. Ni lazima tuhimize watu wasome dini yao, kwa sababu sisi Waislamu ni umma wa kusoma. Ya kusikitisha ni kwamba sisi umma wa kusoma leo hatusomi. Hata kuuliza kwenye ni tabu sasa. Kwa sababu tumekuwa ni watu wenye kupenda kushabikia mambo tu. Tunaishi kiushabiki badala ya kwamba tunaishi kufuata mambo yanavyotakikana watu wayaelewe. Kwa hivyo ni muhimu sana. Mimi nahimiza katika mfululizo huu nitahimiza watu wafanye bidii wasome fikhi ya dini yao, yale mambo ambayo ni ya dharura kila mtu awe anayajua. Ikitajwa jambo wewe sigeni na wewe kwa sababu wewe ni Muislamu na ni wajibu wako ujue haya masala ya tahara. Haya ni mambo ya kimsingi kabisa. Haya si masala kwamba mtu asiyajue. Kwa sababu hatuzungumzii mambo mazito, tunazungumzia mambo mapesi kabisa, mambo ya tahara, kwa sababu ibada yako yote inafungamana na tahara. Ikiwa tahara yako ya nguo yako haikuwa tahara, ni kwamba wewe utakuwa umeswali sala yako pia itakuwa ina matatizo. Kwa hivyo ni lazima uhakikishe kila jambo linafungamana na masala ya tahara yako. Ingawa wengine huwa ukizungumzia masala haya sema haya masala madogo. Sio masala madogo. Dini, ibada yako yote wewe umeumbwa kwa ajili ya kufanya ibada. Na ibada huwezi kuifanya basi na kuwa na tahara. Kwa hivyo hili si dogo, hili jambo. Ni jambo kubwa kabisa hili. Yaani lina uzito sana. Lina uzito wake. Mmoja
hajua anafanya nini katika upande. Lazima mtu ajue kwamba hili jambo ninalolifanya ni sawa au si sawa. Lakini sawa au si sawa si kwa akili yako, ni kwa namna sharia ilivyoeleza. Naam. Shukran sana Sheikh Abu Hamza. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, kipindi hewani ni fiqhi kwa yaliyojitokeza. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, haya mambo yanazidi kujitokeza zama hizi ambazo tupo, kama ambavyo Sheikh Abu Hamza anazidi kutueleza kwamba yani hivi unavyotutizama wewe hivi sasa, miaka nyuma iliyopita hungeweza, angeweza kutuona, pengine angeweza kusikia sauti kwa kutumia redio, lakini angekuwa kwa hivi sasa anasikia na anakuona. Kwa hivyo ana uhakika anayezungumza ni fulani, sio masala ya kubahatisha. Wakati ule asema hii sauti hii inafanana na mtu fulani. Lakini sasa hivi unamsikiliza na unamuona kwamba huyu ni fulani, ndiye anayezungumza. Kwa kuna masala yamejitokeza sana hapa. Ni kwamba teknolojia bado inakwenda kwa kasi, na sisi bado tunatambaa. Wakati juzi nilifurahi kusikia mmoja katika mashekhe akisema watu wengine wakiwa wanakwenda mbio, sisi tunataka tupae, tuturuke haswa, kwa sababu hii teknolojia inatufanya sisi tuende kwa kasi, kwa sababu sio tena ule wakati wa sisi kubaki nyuma, kwa sababu watu mambo kila asubuhi yanachepuka mengine mapya, na yote yanahitaji sisi tuwe na ufahamu nao mzuri. Shukrani sana Sheikh Abu Hamza. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, fiqhi kwa yaliyojitokeza ndio kipindi ambacho kiko hewani. Hakika tunazidi kujuzwa mengi na kufahamu mengi kunako kipindi hiki. Na mpenzi mtazamaji wa Africa TV Swahili, zidi kufuatilia kipindi hiki kuanzia kipindi hiki cha 4 mpaka vipindi ambavyo vitafuata, na imani utaweza kujifunza mengi sana. Ni muombe tu Sheikh Abu Hamza leo tuishie hapa, na ni muombe mtazamaji wangu pia tuishie hapa, na panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa ni wazima tukutane katika kipindi kijacho ambacho tutayafahamu mengi zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kila la khairi. Barakallahu fik. Amin inshallah. Naye mtazamaji wa Africa TV Swahili, Allah akujaze kila la khairi kwa kutenga muda wako na kufuatilia kipindi hiki. Zidi kufuatilia vipindi vingine vinavyotoka katika Africa TV Swahili, na tukutane katika kipindi kijacho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.